Ndugu Mnyika anasema ACT Wazalendo imesaliti tena kama ambavyo iliwasaliti wa Tanzania baada ya mauaji ya Oktoba mwaka 2025. Kwa kweli nashangaa sana. Mnyika ni kijana kiongozi, naamini anajua kwamba anachokifanya si kweli na anachokisema anadanganya. Kwanza, hatujawahi kuwa na makubaliano ya pamoja ya vyama juu ya hatua gani tunazopaswa kuzichukua baada ya pale, isipokuwa tumewahi kuwa na makubaliano ya kimaoni kwamba sote tunaona kwamba kuna tatizo lililokuwepo na kwamba kuna hatua zinapaswa kuchukuliwa. Lakini chama chetu kimefanya jitihada mara kadhaa za kuwaandikia wenzetu wakiwemo Chadema kutaka kujenga uelewa wa pamoja juu ya jambo hili na kutazama namna gani ya pamoja ya kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Na yeye ndio katibu mkuu wa Chadema. Hajawahi kujibu, hajawahi kutoa opinioni zake. Viongozi wetu wamekwenda mara kadhaa, tumekuwa tukiwaandikia Chadema, lakini hata kwenda kukutana na viongozi. Tulifanya hivi mara baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Tulimwandikia katibu mkuu wa Chadema kumuonesha kwamba kwa mwenendo huu wa demokrasia ulivyo nchini na hali ya mambo ilivyo, kama hatutokuwa na mkakati wa pamoja, tunakwenda kushuhudia kifo kingine cha demokrasia na hali pengine kuwa mbaya zaidi kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Barua hiyo haikujibiwa na Mnyika. Hawakufanya hivyo. Mwenyekiti wetu wa chama tulipoitisha kongamano la kitaifa, mjadala wa kitaifa pale Serena, tuliwaandikia kuomba washiriki ili kupata maoni yao, tuone tunatokaje pamoja. Hawakuja. Mwenyekiti wetu wa chama alipoanza ziara kuwatembelea wadau, mmoja kati ya wadau ambao aliwaandikia kutaka kukutana nao ili azungumze nao, tupate maoni ya pamoja, tutengeneze uongozi wa pamoja kutoka hapa tulipo kwenda mbele, tuliwaandikia Chadema na walisema wako tayari. Siku moja kabla ya ziara wakasema wamepata dharura, hawawezi kukutana na mwenyekiti wetu wa chama taifa. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, kama sio kuchelea kwamba migogoro miongoni mwetu inaweza kuwa tu inakinufaisha Chama cha Mapinduzi, ningeweza kusema wazi kwamba Mnyika anafanya kazi hii kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi na sio kwa niaba ya harakati ya ukombozi wa nchi yetu. Amefanya hivi alivyokuwa Kilwa, akaanza kushambulia chama chetu na kusema kwamba Maalim alijutia kuja ACT Wazalendo, mambo ambayo hata mke wa Maalim hayajui, lakini yeye Mnyika anasema alikuwa anayajua. Lakini pia juzi anakurupuka anasema kwamba anasema ACT wamesaliti. Tumesaliti nini? Tumetaka tukutane tujenge uelekeo wa pamoja. Tumetaka tukutane tuzungumze, tuone tunawezaje kutoka hapa kwenda mbele. Yeye ndio katibu mkuu, mara zote amepata barua kutoka kwetu, mara zote tumefanya mawasiliano na ofisi yake ili kutaka kujenga uelekeo. Hajajibu na wala hajawahi kuwasiliana na chama chetu, zaidi ya kuja kutokwa na maneno mbele ya vyombo vya habari na kusema maneno ambayo kimsingi hayanufaishi chama chake, hayakinufaishi chama chetu. Kwa hiyo kuja kuibuka na tuhuma hizi, mimi nadhani kwa sababu hakuwa na hoja ya msingi ya kubeba tuhuma zake, ndio maana akaibuka na jambo ambalo yani halieleweki kimantiki, halieleweki kihistoria, halijawahi kuwa sehemu ya mjadala wa mahali popote katika siasa za nchi yetu, kwamba Wazanzibari wakitaka kuandika katiba wanatakiwa wasubiri kwanza katiba ya muungano. Isipokuwa inaweza tu kuakisi jambo moja, kwamba chama chake hakina ushawishi Zanzibar, hakijui hali halisi ya Zanzibar. Na sisi sasa, kwa sababu sisi tupo pia bara, basi ni muhimu akitaka kuyajua ya Zanzibar aje ACT Wazalendo, tutamueleza, kwa sababu tumeishi struggle ya Wazanzibari, tunaijua na tunafahamu nini Wazanzibari wanakipigania. Mimi nadhani ili uwe msaliti, sisi ni wajumbe wa kikao chao cha kamati kuu kule Kigoma, basi tukaja huku tukasema yasiyokuwa yamezungumzwa Kigoma, hapo angeweza kusema sisi ni wasaliti. Labda nimkumbushe tu kwamba sisi hatukuwepo Kigoma. Kwa hiyo watafute wasaliti wa ndani ya chama chake, lakini ACT Wazalendo tumemwandikia mara nyingi kutaka uelekeo wa pamoja, tujenge harakati hizi na tutoke hapa tulipo tuende mbele.